Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Katika maisha yetu tunamshukuru Mungu na tunamshukuru Mungu kuwa hai wakati huu. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha haya kuna wengi wanatamani chinzi ulivyo nao wakuwe chinzi ulivyo. Kwa sababu labda mahali penye mtu ako, labda hawezi kufika hata penye umefika siku ya leo kama mahali hapa kuabudu Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Na katika maisha yetu kunatokeanga janga. Na janga ni nini katika maisha yetu? Moja wapo ya swali watu huwa tunajiuliza katika maisha yetu ni kwamba kwa nini Mungu huleta janga ama anaruhusu janga kuja katika maisha yetu? Tunastahili tujiulize hilo swali, na jibu ni huwa anaruhusu janga kwa sababu kuna kusudi nyuma ya janga. Bwana Yesu asifiwe. Usione katika maisha unapitia mambo ukaona yako bure. Ni wewe ujiulize ni nini ina sababu na kuna kusudi inakuja mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Bila janga hata mtu hawezi kumjua Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Bila janga kila mtu yuko imara na kila mtu ako sawa, si ndio? Bila wewe kupata janga hata haungekuwa mahali hapa, haungekumbuka Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Nimejifunza na bado ninajifunza. Na katika kujifunza kwangu, mojawapo ya kitu nilijifunza ni siku ya leo ndiyo siku yako. Hakuna siku nyingine. Yale ya kesho hata Mungu huwa yaangalii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu hana shida na ulivyokuwa jana. Kwa Mungu hana shida na ulivyotenda jana. Ulivyoenda jana. Wala Mungu haangalii ulivyokuwa jana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu hawezi angalie ulivyokuwa jana? Kwa sababu ni Mungu wa kusamehe yale yalipita. Angazia siku ya leo uko wapi? Ndugu yangu, sister yangu, baba yangu, mahali popote ulipo, tazama mbele. Tazama siku ulio nayo siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hana shida na mifungo uliofunga jana. Kama ulikuwa kwa mfungo wa jana, ni ilipita. Anatazama leo utafunga kiaje. Mungu hana shida na maombi ulioomba jana. Siku ya leo inatakana usidishe uombe zaidi ya ile uliomba jana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hana shida na kutoa uliotoa jana. Ila Mungu ana shida na kutoa yenye utatoa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hana shida na bidii uliokuwa nayo kumtafuta yeye, kukaa makotini pako kuomba jana ama nyuma, bali anataka leo hii. Ni makotini utaenda kivipi mbele ya Mungu? Leo hii utaenda kwa makoti ukimulilia Mungu kivipi? Bwana Yesu asifiwe. Hivyo kwa hayo ya jana, usijihesabie haki kwa yale mema na mazuri uliofanya jana, bali ujihesabie mazuri yako kwa siku ya leo utakayofanya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Wala usijihesabiwe haki kwa vile ulivyokuwa jana, bali ujihesabie haki kwa vile ulivyo leo. Wala usijihesabie uliotenda jana wakati bado ungali kijana. Lakini sasa ni lini? Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa, hayo yote yalikuwa ya jana. Lakini sasa si ni wakati huu.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni wakati huu na ni siku ya leo. Mungu ana shida tu na siku ya leo. Leo yako ni gani? Unasimama na yeye kivipi siku ya leo? Unataka kuona leo unafunga nini? Bwana Yesu asifiwe. Leo hii inatakana uone unafanya nini. Mungu anataka leo hii unamuomba aje. Anataka kujua leo hii unamuomba aje. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka leo hii ajue unamtafuta aje. Leo hii unatoa aje. Leo hii unamtumikia Mungu aje. Leo hii unabidii gani kumtafuta. Leo hii maisha gani? Je, ni maisha ya matakatifu au maisha ya uovu? Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana haijalishi ulifanya nini, maovu gani nyuma. Unapoamua kutubu kwa kumaanisha, Mungu atakusamehe na yote maovu uliofanya yatafutwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa yale yote uliofanya jana ama huko nyuma, Mungu ako tayari na wewe, atayafuta yote ukimkubali. Ukimkubali huyu Yesu, hii siku ya leo utaona uaminifu wake mbele zako. Bwana Yesu asifiwe. Atakufanyia yale matendo hujawahi mfanyia. Ukimwamini tu na utubu dhambi zako zile za nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ujisifie tu kama wengine unavyojisifia wakati wana nguvu. Eti mimi zamani nilikuwa moto wa kuotelea mbali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wana historia ya kitambo na huwa wanaweka hiyo historia mbele za wenzao. Kwa nini uweke historia iliyo ya huko nyuma mbele za wenzako? Kuwatoa moyo kwa yale mabaya pengine ulikuwa unafanya huko nyuma. Jenga maisha yako kwa yale mema ya leo yenye Mungu amekufikisha nayo mahali penye huko. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Utapata mwingine anasema ati mimi zamani nilikuwa nafunga sana. Mbona saa hizi huwezi funga? Wakati wa kufunga ni huu. Wacha wakati uliopita ati nilikuwa nafunga sana zamani. Kwa nini ya zamani yaje na saa hizi mbona usiyatende? Mwingine atasema ati mimi zamani nilikuwa naomba sana. Zamani ulikuwa unaomba, mbona saa hizi uombi? Mungu anataka uombe siku ya leo mpaka ufike malengo yake. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na bidii. Ulikuwa na bidii. Hiyo bidii ifanye saa hizi. Acha kabisa kusema yale ya kitambo. Hayasaidia hata kitoko katika maisha ya sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ati nilikuwa natoa sana. Ulikuwa unatoa. Toa sasa. Leo ya sasa ndiyo ya maana katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri na hongera sana. Je, leo umefanya nini? Uliza jirani yako. Je, kila mtu ana jirani yake penye amekaa hapo. Uliza jirani yako, je, leo hii amefanya nini? Naona kila mtu ako karibu na jirani. Je, leo hii umefanya nini? Hebu tupe ushuhuda wa leo. Hebu akupe ushuhuda wa leo. Hebu jirani akupe ushuhuda wa leo. Ni nini amefanya leo hii? Naona hakuna mwenye ana ushuhuda wa leo hii. Mungu hana shida na hayo yote ya nyuma. Yashapita. Kwa hivyo tukiwa katika Kristo, yale ya nyuma tusiyakumbuke. Yale ya jana tusiyakumbuke. Tujue leo tunafanya nini. Na tujue leo tuko wapi. Tujue leo tumeokoka ama tujaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Leo inatakikana tujue hali zetu siko aje. Hali za leo zetu siko aje. Leo yako ipo aje. Jiulize hayo maswali. Leo yako mahali umefikia uko aje. Na leo hii unatenda nini katika maisha yako.
Jisifie kwa yale ambayo umetenda leo. Jisifie kwa vile ulivyo leo. Jisifie kwa bidii unayo. Jisifie kwa juhudi ulizo nazo leo. Jisifie kwa moto ulio nao leo. Jisifie kwa mazuri unayofanya leo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mnalala ama baridi ni nyingi? Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Aliye kwa Yesu anakuanga na sauti. Na sauti zenu zimeenda wapi? Tutasoma kitabu cha Wafilipi 3:12 hadi 14. Wafilipi 3:12. 12 hadi 14. Naanza kwa kusoma. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mtakatifu, la. Bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. 13. Ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Nakaza mwendo niifikie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Apostle Paul hakutaka kujisifia na kujiona kuwa ameshafika kwa yale aliyotenda. Alivyokuwa jana, ulivyokuwa jana, inabidi ujikaze. Alivyokuwa jana, ulivyokuwa jana, inabidi ujikaze. Ukaze mwendo hadi ufune yale ya leo. Kutafuta Mungu ni kumtafuta kila siku. Kila leo. Leo ni kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tafuta kupanda viwango vingine kila siku. Tafuta kupiga hatua kila siku. Tafuta kuongoza wengine kila siku. Tafuta, jikaze, kaza mwendo. Tujikaze. Katika Ukristo lazima tujikaze. Hakuna njia ingine. Siku ya leo tu tujikaze. Siku yako ya leo ni siku yako yenye uko mzima. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna siku nyingine utategemea ya kwamba kuna vile itakuja kuwa. Bali ni siku hii, siku ya leo ndio inatakana tumtafute Mungu wetu. Tutafute kuwa wapya kila siku. Tutafute kuwa mtu mwingine kila siku. Tafuta kipindi viwango vingine kila siku. Tafuta viwango vingine vipya kila siku. Tafuta kupiga hatua kila siku. Dada yangu, ndugu yangu, tafuta level mpya kila siku katika maisha yako. Usibaki nyuma, shetani akuchukue. Bali tafuta kukaza mwendo kila siku. Ongeza bidii kila siku kwenye kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Ongeza maombi kila siku katika maisha yako na Mungu atakupeleka viwango vingine. Ongeza kufunga kila siku. Kutumikia Mungu wako kila siku. Kuwaleta wengine kwake, kukaa makotini pake kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kunayo tumaini baada ya jangwa. Na kunayo tumaini baada ya kupokea Yesu Kristo. Yeye alisema mara karibu ngapi? Mara karibu 7-8. Yeye mimi ndimi. Ni Yesu tu ndio huyo. Ako kila siku katika maisha ya mwanadamu. Hakuna mwingine aliye kama yeye. Huyo mimi ndimi akikuja katika maisha yako, hakika utauona ufalme wa Mwenyezi Mungu. Tutasoma hizi vitabu katika zote ziko katika John 8:58. Huyu Yesu alikuweko. Na alikuwa ndani ya watu waliokuweko huko kitambo kama Abraham. Kabla yeye haja kuja ulimwengu.
Bwana Yesu asifiwe. Na ako ndani yetu sisi hata sasa hivi vyenye tuko hivi. Katika John 8:58 inasema hivi: amini amini yeye, Abraham asichokuwepo, mimi niko. Bwana Yesu asifiwe. Yeye alikuwa kabla hata Abraham. Na wewe je, mbona asikuwe ndani yako? Wewe je, mbona usimkaribishe huyu Yesu ndani yako siku ya leo? Tukiingia John 8 inasema hivi. John 8:12. Katika Kiingereza inasema hivi: I'm the light of the world. Katika Kiswahili inasema hivi: mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Katika hii andiko, yeye ndiyo mwangaza wa ulimwengu. Je, huyu Yesu ako ndani ya maisha yako? Amekuangazia katika maisha yako ndiposa sababu uko hapa? Ama umekuja hapa kwa sababu unaona ni Jumapili ya kwamba ni lazima uende kanisa? Jiulize ndani yako kama yuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Jiangalie moyo wako, uone nuru ya Kristo kama imeingia ndani yako. Katika John 10:9, I'm the door. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndimi mlango. Ni nani huyo mlango? Ni huyo Yesu tunamtafuta. Ndiyo mlango. Na huyo Yesu yuko. Ukimkaribisha ndani yako, mlango uko wazi. Ukimfungua mlango, ukifungua roho yako, ataingia ndani yako. Na atakaa ndani yako na wewe. Na atakupeleka katika maisha mazuri, katika maisha ya viwango vingine, katika maisha ya kumtumikia yeye na kumsifu yeye. Bwana Yesu Kristo asifiwe. John 10:11 anasema hivi: I'm the good shepherd. Katika Kiswahili inasema hivi: mimi ndimi mchungaji mwema. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Yesu tu peke yake ndiye mchungaji mwema. Hakuna mwingine anayeweza kukulinda hadi kutoka ulisaliwa hadi kufika wakati huu uko mzima. Kwa hivyo akiwa ndani yako, anataka wewe umtumikie ili umuone milele na milele, mwisho tutakapo kuwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. John 11:25 inasema hivi: I'm the resurrection and life. Katika Kiswahili inasema hivi: mimi ndiyo huo ufufuo na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu anasaliwa ndani ya maisha yako, kumbuka ya kwamba amekufufua kutoka kule kwa yale yote uliyopitia. Na ikiwa ndani yako, atakupea direction yoyote ya kufanya mambo mazuri hapa duniani. Na hakuna jambo kingine kizuri kama Yesu kuwa ndani yako. Alafu ukitembea na yeye ndiyo muongozo wako. Hakuna maisha mengine utakayekaa na Kristo. Kama hutakaa na Kristo na kama hatafufuliwa ndani yako, hautamuona mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Inatakana ujihukumu wewe mwenyewe, uko wapi? Inatakana ujihukumu siku ya leo hii, uko wapi? Na unafanya nini mahali hapa? Na ikiwa hauna Kristo ndani yako, jiulize siku ya leo. Ni siku ya leo tu tunatakana tuone huyu Mungu. Siku ya leo inatakana tumuombe huyu Mungu mpaka tumuone. Mpaka afufuke ndani yetu. Mpaka afufuke mahali petu hapa. Mpaka afufuke katika kanisa letu hili. Mpaka kila mmoja amuone katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu wa ukweli na ni Mungu mwaminifu. Hata tuacha akiingia ndani yetu na akifufuliwa ndani yetu, yeye ni ngazi wa sisi kupitia. Bila yeye hakuna ngazi ingine utakayopanda juu bila yeye kuwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. John 14:6 inasema hivi: I'm the way, the truth and the life. Katika Kiswahili inasema hivi: mimi ndimi njia na kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Bila kupitia katika hiyo njia ya Yesu, usiwe unatembea lakini ulikufa bure. Isiwe unaishi lakini huna uzima ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Yesu siku ya leo yuko hapa.
na kila mmoja lazima uende mbele zake siku ya leo ukijua ya kwamba unamkaribisha huyo Yesu ndani ya maisha yako yote katika kila jambo utakalokuwa ukifanya. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. John 15:1 inasema hivi, I'm the true vine. True vine. Katika Kiswahili inasema hivi, mimi ndimi mzabibu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Wa kweli. Kila neno tunapolipata mahali hapa, yeye ndiyo mzabibu wa ukweli. Ni nani huwa anatafuna neno? Ama ni nani huwa anatafuna matunda? So ukienda soko unatafuta matunda yaliyo mazuri. Ukitafuna unasikia aje ukitafuna kitu tuseme kama matunda? Hapa hivi tuko mahali hapa ni neno lake Mwenyezi Mungu. Yeye ndiyo mzabibu aliyo wa ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwingine atakaye ingia ndani yetu tukose kupata mambo mema. Bwana Yesu asifiwe. Katika John 6:35, I'm the bread of life. Mimi ndimi chakula cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Yesu tu ndio neno, na neno lilitoka kwa Mungu, na ndio chakula chetu katika uzima. Ndio chakula chetu katika spiritual life. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kumbuka ya kwamba kipindi cha haya maneno yote ni kumpokea tu Yesu. Kipindi cha haya yote ndio upokee kila kitu. Ndio ufanye vile Yesu anatakana. Lazima awe ndani yako. Lazima awe control. Lazima awe upande zako zote. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu aliye mwema. Ukimuomba hata kuacha. Ukimtumainia atakuwa katika maisha yako yote. Ukimtumainia kesho yako utaisahau na leo yako utasonga mbele. Tusonge mbele. Tusonge mbele sisi wote. Tujue tunafanya nini. Tusikuje tu hapa siku za mwisho tutakapokutana kwa hiyo msafara tukienda mbinguni. Tuwe tunapigana makofi tukisema ya kwamba mbona fulani hakutuambia? Mbona Karo hukuniambia? Mbona pastor hakuniambia maneno haya? Unarudi kuwa hapo kulia na kusaka meno. Na inakungoja. Usipopokea hii neno, inakungoja. Wacha nikwambie, limejaa kila mahali. Ndio sababu janga ilikuja ya corona. Kwa nini janga ya corona ilikuja? Ilifanya mahubiri ikatoka kila mahali. Kwa hivyo janga lina nyuma yake kusudi la kusongesha mtu mbele. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Yale yaliyopita yashapita. Tugange siku ya leo. Yeyote anayekusudia kupata Yesu Kristo ndani ya maisha yake siku ya leo, kama ako tayari ni siku ya leo. Kama ako tayari ni sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Tutasimama katika miguu yetu. Kila mtu atajinenea katika maisha yake. Haya yote nimefundisha. Kila mtu ana yake katika maisha yake ya leo, ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Pastor, karibu. Wonderful, wonderful. Mbarikiwe na hayo. Mungu akubariki kwa neno nzuri la baraka. God bless you. Amen. I want to believe umeipata sehemu yako. Amen. Amen. It's a very deep about janga. You know, hakuna mtu ambaye hana janga lake. Hakuna. Hata hapa hivi tumeketi, tukianza kuulizana maswali, utakuta ndugu yetu Philip yuko na janga lake tu. Utakuta Josephine ingawa ako hapa anaandika vitu zake, ako na janga yake tu. Hata yule ambaye ametukumbusha Delphine, ukiuliza ako na yake tu. Bwana asifiwe sana. But remember this, brethren. Kumbuka hili wapendwa. These things do happen in life. Mambo haya hutendeka katika maisha. They don't come purposely to kill us. Hayakuji tu kwa kusudi. They come purposely to make us strong. Inakuja kutuweka dhabiti. When you are passing through temptations, unapopitia jaribu, when you are passing through trials, unapopitia kujaribiwa, when you are passing through challenges, unapopitia changamoto, brethren, servants of God, wapendwa watumishi wa Mungu, do not curse God. usimlaani Mungu. Sometimes
When people are passing through hardships, watu wanapopitia ugumu, they even fail to come to church. wanakosa hata kuja kanisani. Let me tell you something. Wacha nikueleze kitu. That is not a solution. Hiyo sio suluhisho. That is the time that you need to now to be very, very close to God. Hiyo wakati unafaa uwe karibu sana na Mwenyezi Mungu. And there is no temptation Na hamna jaribu that does not have an exit. ambayo haina mahali pa kutokea. There is no temptation in this world Hamna jaribu yoyote that does katika not ulimwengu have a place called exit. mahali pa kutokea. And the Bible records it categorically. Biblia That inatupika God will provide a way Mungu ataleta so that upendo you can be out of it. ili uwe nje yake. So these temptations, they come to make us strong. Majaribu haya yaja kutuweka dhabiti. If it were not so, Kama haingekuwa vile, some of us, wengi wetu we could not be at this level. hatungekuwa katika wakati huu. And when you escape Na unapohepa facing these challenges in the right way, kupambana na hizi changamoto kwa then njia it means sahihi, you will remain a child forever. inamaanisha utabaki kuwa mtoto siku zote. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. It means you will remain a child forever. Inamaanisha utasalia kuwa mtoto siku zote. Ni mwili tu itaonekana mtu mkubwa, lakini ndani ni katoto kadogo. Umenipata vizuri? Mwili ni kubwa, lakini ndani yake ni katoto kama haka kadogo kanacheza na paka. Bwana asifiwe sana. Umenielewa vizuri? So sometimes when these challenges come, Wakati mwingine changamoto zinapokuja, don't run away from them. usitoroke, Face them kumbana nazo positively katika njia in nzuri, prayers, kwa maombi, applying scriptures. ukihusisha maandiko. What does the Bible say about that challenge? Biblia inasema nini kuhusu changamoto hii? Remember, there is no challenge that is new, Hakuna jaribio ambayo and ni there is mpya. no temptation that is new. Hakuna changamoto yoyote What ambayo you ni are mpya. passing through today, Kile unachopitia leo, when you go back in the Bible, ukienda kwenye Biblia, you will realize that somebody else passed through the same utagundua kwamba kuna challenges. mtu alipitia changamoto ile ile. Follow up that story. Fuatilia hadithi How ile. did this person get out of such a challenge? Iliendaje akajitoa katika changamoto ile? Apply such a formulas. Usisha mtindo kama huo, But don't do away with the prayers. lakini usiache ombi. Meditation on the word of God. Lifuatilie neno la Bwana. It will chase the devil away, Itamfukuza and shetani they will remain successful. na utabaki kuwa Thanking God salama, because of what God is doing. ukishukuru Mungu kwa maana Mungu anatenda. May this day bring about deliverance in your life. Wacha siku hii ilete ufufuo katika maisha yako. May this day bring about the end of that challenge. Hata siku hii iwacha ilete mwisho wa We are changamoto. declaring this in the name of Jesus Christ. Tunatangaza hili kwa jina la Yesu That Kristo. today is an expiry date Leo of ni your siku challenge. ya mwisho ya changamoto You zako. cannot continue in that challenge Huwezi forever. endelea na That challenge must come to an end siku today. lazima In iishe the leo. name of Jesus Christ, you must be free. You must be delivered. You must be set free. The Bible says that when the Son of Man sets us free, we are free indeed. We cannot continue in captivity. Hatuwezi kaa katika ufungwa. The devil is a liar. Shetani ni muongo. That challenge must go. Changamoto lazima You must iende. get your breakthrough. Lazima upate You must upenyo get wako. your finances. Lazima upate You kazi must yako get pesa. your job. Lazima upate You kazi must yako. get your house, Lazima your upate business. kazi yako au biashara yako. Father, you in the name of Jesus Christ. Yeah. Because that challenge is coming to an end. Sababu changamoto inafika mwisho. Tusimame. You heard a very powerful worship song there. Let me have it. Ili tuondoe hizo challenges zote katika maisha yetu. Wow. Mwambie Bwana Mungu, ninakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Mwambie Bwana asante kwa sababu challenges zote leo zinafika mwisho. Hasitaniandama tena. In Jesus' name. Just speak to God. Challenges zinaenda.